kwanza mkuu wa chama Mlimani City na baraza kuu la tarehe 22 mwezi Januari 2025 ulipopatikana uongozi mpya wa mwenyekiti Tundu Lissu, makamu mwenyekiti Heche pendekeza kuwa katibu mkuu, baraza kuu likanithibitisha na manaibu katibu mkuu wetu na wajumbe wa kamati kuu wa kuteuliwa na mwenyekiti wakathibitishwa. Watawala wakaanza mbinu haramu zilizohusisha ofisi ya msajili, watu ndani ya dawati la siasa ofisi ya Rais Samia, na baadhi ya wasaliti wa ndani ya Chadema wachache, kwamba Lissu akoseshwe timu ya kazi. Wakaanza mchakato wa kuiondoa secretariat, wa kumuondoa katibu mkuu wa chama. Ilipoacha kwenda kusaini maadili Dodoma, wakafikia uamuzi kwamba namna pekee ya kufanya Chadema iende kwa matakwa ya watawala kama vyama vingine, aondolewe katibu mkuu aliyopo, watafute namna ya kujipenyeza kuingiza katibu mkuu mwingine. Sasa hii kazi inafanywa na ofisi ya msajili. Mimi sitazungumza sana kwa sababu tayari ofisi hiyo imeshazungumzwa na Mheshimiwa Lema. Mimi nataka niwatajie namba tu ya msajili msaidizi, msajili wa vyama. Nyinyi najua nyinyi watu wa Mara, nyinyi watu wa mkoa wa Mara wa Bunda ni watu majasiri kweli kweli, si ndio? Mnaweza kumwambia ukweli mtu bila kumwogopa, si ndio? Si ndio? Wangapi mnanaidi nikiwapa hapa mtamfikishia ujumbe? Hapa niulize, nitoe namba yake? Nitoe namba yake? Bwana mmoja anaitwa Sisti Nyahoza ambaye ni msaidizi wa mtungi, ila msaidizi wa mtungi katika ofisi ya msajili ana mamlaka makubwa kuliko hata mtungi. Hata ile kesi ya wale wa Zanzibari wakiongozwa na Said Isa Mohamed ambao wameifungua kutaka shughuli zote za Chadema nchi nzima zizuiwe, zote zizuiwe. Kesi hiyo vile vile imehusika baadhi ya watu wa karibu ya Samia, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa akihusika huyu Sisti Nyahoza, msajili msaidizi. Wewe kama ulijui jina lake, andika tu msajili, alafu nataja namba 07894883. Narudia tena, naweza kuandika tu msajili, alafu baadaye utafanya unachokiona wewe kinafaa. Si ndio jamani? Si ndio people's power, si ndio? Si ndio nguvu ya umma, si ndio? Si sauti ya watu, ni sauti ya Mungu, si ndio? Narudia tena kutaja namba yake 0784394883. Narudia kwa mara ya mwisho 0784394883. Sasa mtafute, ukisipopata sasa mtafute kesho, mtafute kesho kutwa, mpaka ufikishe salamu zako na sauti yako mwananchi. Sawa sawa jamani? Peoples. Ndugu zangu, sisi tulipochukua msimamo wa no reforms no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, watawala hawa wamekuwa wakieneza propaganda, na sisi ikieneza propaganda kupitia kwa wakina Wasira, Nchimbi, Makala, lakini na viongozi wa serikali, kwamba huu msimamo wa no reform no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, ni msimamo wa Chadema, ni msimamo wa viongozi wa juu wa Chadema, sio msimamo wa wananchi. Tumekuja kwenu Bunda hapa ni wahoji ili salamu zifike kwa Rais Samia
zifike kwa Wasira, zifike kwa Nchimbi juu ya msimamo wa wananchi kuhusu hilo. Wangapi mnakubaliana na sisi kwamba bila mabadiliko ya kikatiba na kisheria ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, bila mabadiliko hakuna uchaguzi? No reforms, no election. No reform, no election. Wapiga picha, tupate picha hii ya no reform, no election. Na ili sauti zenu zisikike, nikisema no reforms, mnasema no election. No reforms. No reforms. No reforms. No reforms. No reforms. Shukrani sana. Sasa katika huo mkakati wao, baada ya kuvisainisha vyama hivyo vinavyojiita vya upinzani, wakati vimeamua kufuata msimamo wa CCM, hizo kanuni mbovu za maadili, wameamua vile vile kwamba wamechagua kachama kamoja wapo na kushawishi wasaliti wachache waende kwenye hako kachama, ili hako kachama kaje kajitambulishe kwamba kana viongozi wa Chadema waliokuwa viongozi wa Chadema, kwa hiyo kaungwe mkono. Mimi nataka kuuliza swali hapa Bunda. Baada ya kuwa tumekubaliana kwa pamoja kwamba msimamo wetu ni no reforms, no election, kikija chama kinachojiita cha upinzani kinachofuata msimamo wa CCM wa kushiriki uchaguzi katika mazingira haya, mtakisikiliza? Mtakisikiliza? Kwa hiyo nataka hili nalo tulipigie kura. Wangapi mnasema mtawapuuza wote hao? Mtawapuuza hivyo vyama vidogo vidogo, vyama vingine vyote vinavyotaka kushiriki uchaguzi, mtawapuuza. Asanteni sana. La tatu ambalo nalo tungependa kupata kauli yenu ya wananchi, kwa sababu sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Sisi tulifanya mazungumzo nao kutaka marekebisho ya katiba na sheria, tukiwaambia nini kirekebishwe ili upatikane uchaguzi huru na haki. Tulizungumza na Rais Ikulu Chamwino mwezi Mei mwaka 2022, nilikuwepo. Baada hapo tukaingia kwenye mazungumzo, sisi ikiongozwa na, baada ya rais, makamu wao wa rais, makamu wa mwenyekiti aliyekuwa Kinana, timu ya viongozi watano wa CCM kiwemo mawaziri. Upande wetu sisi tuliongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wetu Freeman Mbowe, mimi nilikuwa mjumbe. Tukazungumza kwa mwaka mzima, tukamwambia matatizo yetu ya uchaguzi chanzo chake ni katiba. Tukawatajia ibara za katiba zenye mapungufu na mapendekezo yarekebishweje. Wakagoma kurekebisha kwa sababu walikuwa wanajiandaa kuiba uchaguzi 2024 na wamejiandaa kuiba uchaguzi 2025. Matokeo yake hivi sasa viongozi wa CCM akiwemo Wasira, Nchimbi, viongozi wa serikali, mawaziri, bunge, ndani ya bunge hilo ambalo limejaa wabunge wa CCM, wanasema kwamba hoja hii ya marekebisho ya katiba na sheria kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025, kwa sasa ni mwezi Mei, muda umekwenda, ratiba haiwezi kuruhusu kufanya hayo marekebisho. Sisi tunawaambia na tumewaambia, kama mnasingizia muda, sisi tuko tayari uchaguzi usogezwe mbele mpaka kwanza kufanyike hayo marekebisho na uchaguzi ufanyike. Inawezekana uliwahi kusogezwa mbele uchaguzi wa udiwani miaka ya mwanzo wa mfumo wa vyama vingi. Ulikuwa mwanzoni uchaguzi wa udiwani unafanyika pamoja na uchaguzi wa vijiji, vitongoji na mitaa, lakini walipotaka uchaguzi wa udiwani ufanyike sambamba na uchaguzi wa ubunge, wakawaongezea madiwani mwaka mmoja wa kuwa kwenye uongozi, wakarekebisha sheria. Hivyo inawezekana kurekebisha katiba, kuongeza huo muda kidogo kwa ajili ya kuwezesha mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Jambo hilo linawezekana. Sasa wanasema kwamba hili ni lenu viongozi wa Chadema,
lakini wananchi wamekwisha jiandikisha kupiga kura na wananchi wanasubiri kwa hamu kupiga kura. Ni msimamo wenu? Ni msimamo wenu? Wangapi mnaungana na sisi kwamba uchaguzi kibidi usogezwe mbele mpaka kwanza mabadiliko yafanyike ya kuwezesha uchaguzi una haki? Vidole viwili bunda. Vidole viwili bunda. Nashukuru ndugu yangu pale amesema hii imeenda. Hii imeenda, si ndio? Ndugu zangu, uchaguzi ni tendo kwa kweli tukufu na takatifu. Ndio maana hata katika vitabu vya kiimani Uislamu, Kristo kwenye Qur'an na hadithi za Mtume, Ukristo kwenye Biblia, masuala ya uchaguzi yametajwa. Biblia kwa mfano, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 16, 15 mpaka 26 umeeleza kuhusu uchaguzi. Takumbuka kwamba Yesu alifanya uteuzi wa mitume 12. Lakini kati ya wale ambao aliwateua, mmoja aliyeitwa Yuda Iskarioti akamsaliti. Yesu akasulubiwa. Yesu aliposulubiwa, alipopaa mbinguni, aliacha wafuasi. Wafuasi wale wakaongezeka. Wakafika ambao walikaa kikao cha uchaguzi. Watu 120 wakakaa. Ukitaka kujua uchaguzi ni tendo takatifu, ukisoma sura hiyo kwamba uchaguzi unafanywa na Mungu. Kabla ya watu kuchagua, wakaomba, alafu ndio wakapiga kura, wakamchagua Matias mtume kuchukua kuwa mbadala wa Yuda Iskarioti. Uchaguzi ni tendo takatifu kwa sababu uchaguzi unatupa viongozi. Uchaguzi ndio unatupa viongozi wa kuamua kwamba ama waharakishe kutengeneza soko. Yaani nimepita leo, nimetembea, nimeenda nyuma kule, nikatajia ndakuta ile soko ambalo imeahidiwa muda mrefu itajengwa, bado liko ovyo kweli. Kuta stendi nayo shida tupu. Uchaguzi ndio unakufanya upate viongozi. Upate rais atakayejali maisha ya watu, atakayepunguza tozo kwenye miamala ya simu badala ya kuongeza tozo, atakayehakikisha mtoto huyu anapata elimu iliyo bora, atahakikisha mama yule akienda kutibiwa hospitali anapata madawa na sio hospitali ni sehemu ya kuandikiwa tu alafu aende kununua madawa mwenyewe. Itahakikisha kijana anapata ajira. Itahakikisha maeneo yaliyogunduliwa ya migodi hapa Bunda, wananchi wananufaika kutokana na madini dhahabu iliyoko hapa Bunda. Uchaguzi unaleta uongozi, na uongozi ndio ambao unasimamia maisha ya watu. Kwa sababu hiyo ndugu zangu, swala la uchaguzi hili na kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi huru na haki linapaswa kuwa swala kipaumbele sana. Sasa mwaka 2020 tuliibiwa uchaguzi na tukaikataa kuitambua serikali ya Magufuli na tukauita ule uchaguzi kuwa uchafuzi. Tukasusia viti tulivyokuwa tumetangazwa vichache. Tulitangazwa kiti kimoja tu cha ubunge cha jimbo, na wakasema tupeleke majina ya viti maalumu 19. Sisi tukaweka msimamo kwamba hatupeleki. Msimamo ule tuliuweka kwa sababu kwa kuwa na mbunge mmoja tu wa jimbo la upinzani kupitia Chadema, bunge lile lingekosa uhalali mbele ya jamii ya kimataifa. Serikali ya Magufuli ingewekewa shinikizo la kufanya mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki. Watawala walipogundua kwamba Chadema kutokupeleka majina ya viti maalum litakuwa shinikizo kubwa sana kwa bunge, kwa serikali na kwa rais, watawala wakarubuni baadhi ya kina mama wachache ndani ya Chadema, mfumo wa spika, mfumo wa neki, mfumo wa ofisi ya rais, wakagushi, wakaingia bungeni, wakalipa uhalali bunge, wakaanza kuitwa kuwa ni wabunge wa Chadema wakati wa kupendekezwa wanachama. Tukawafukuza wanachama
bado wakalindwa na mfumo, wakabaki kwa miaka 5, wakakwamisha reforms, wakakwamisha mabadiliko. Sasa ndugu zangu wa Bunda, watu wale waliokwamisha shinikizo kwa serikali 2020 kutaka mabadiliko ya kuwezesha uchaguzi huru na haki kwa kulipa uhalali bunge, watu hao wa ndani ya Chadema katika uongozi na hao waliopelekwa bungeni na hao wa mfumo wa serikali sasa wanataka kushirikiana tena kuhalalisha uchaguzi kwa kujipeleka kwenye hicho chama kidogo kingine. Mtawaunga mkono? Mtawaunga mkono? Kwa hiyo hawa wote ni wasaliti, na rai yangu na ombi langu kwenu, wasiungwe mkono, msiwaunge mkono. Nguvu zetu zote tuzielekeze kwa pamoja kwenye no reforms no election. Nikisema no reforms nasema no election. No reforms, no reforms, no reforms. Waheshimiwa wananchi wa Bunda, kuna mengi ya kuzungumza, lakini nataka katika hatua hii, kwa sababu bado tuna safari ndefu ya kufikisha ujumbe kwa umma, ya kufikisha ujumbe kwa wananchi nchi nzima ya no reforms no election. Katika hatua hii niwaombe wale ambao mnatuunga mkono, mkichangie chama kwenye kazi ya mapambano tulionayo. Wangapi mko tayari kutuchangia mahali na mahali? Shukrani. Sasa naomba nitaje namba ya simu ya chama. Kwa hii utaandika Chadema. Utaandika Chadema ili usije ukachanganya na ile ya msajili yule. Nataka nitaje namba ya simu 0744 44 69 69. Dondosha mchango tone. Narudia tena, namba ni 0744 44 69 69. Tuchangie sasa, lakini sio kutuchangia sasa tu. Tunakuomba jiwekee utamaduni wa kutuchangia, iwe ni kwa wiki, iwe ni kila mwezi. Changia kwa kujirudia, na ukitaka kuingizwa kwenye mfumo moja kwa moja, ili uweze kukatwa pesa moja kwa moja bila hata wewe kulazimika kuingiza, baada ya kuwa umetuchana ya kwanza na ukaweka kiwango na kikawa kimekatwa, wasiliana na namba hiyo, au kiongozi yoyote wa chama akupe maelekezo hatua kwa hatua namna ya kujiunga kwenye malipo ya kujirudia tone. Pause. Sasa DJ kwanza piga muziki kidogo, ili wengine naomba mchangie sasa hivi, nizisome leo. Wale mnaochangia sasa mama, kama una nafasi ya kuchangia sasa hivi, changia baba. Lakini wakati huo DJ hold kidogo. Sasa safari hii